Sasa wanakula, nimeona huyu Murkomen viatu wanavaa ya 1200. Mshipi ya $500,000. Saa ya $3,000,000. Alafu unatapikia wa Kipsigis na isipokuwa ni kura yao Ruto angekuwa rais. Wewe nyinyi vijana mkikula mfunike tumbo. Msitapikie wa Kipsigis. Isipokuwa ni kula ya Kipsigis Ruto angekuwa president. Si ilikuwa difference ya kula 1200? Mbona hamtaki wa Kipsigis wafanyiwe kazi? Mbona mnachukua mashamba yao? Mbona mnapiga hao risasi? Kwani hao wa Kipsigis ni watoto ya nani? Hawa ni wa Kenya, they belong to the Republic of Kenya. Wafanyiwe kazi kama watu wengine. Na sisi tutawatetea na msiogope. Si ndio? Ndio mimi nataka kwanza tumalize hii uchaguzi. Ndio nikianza kutua Bomet na Kericho nitembezwe na mjumbe wangu wa DCP. Mtanisaidia? Nipate mtu ya kunitembeza. Si mzuri nikuwe na mtu mmoja. So nyinyi msijali, mambo yenu iko sawa. Na tutapanga na msijali, hamtatengwa, hamtahangaika, mtapata maendeleo. Hadi mwambie pia kwa sababu huyu Ruto mimi namjua kidogo. Yeye anafanyia kazi ile watu wanamwambia bana. So mkilete hii kiti mtaona kazi imeanza. Si ndio? Saa hii akuji huko anakuja tu kanisa. Maendeleo kwingine. Kwenu kanisa. Hii kiti mkileta hii moja mtaona. Atarudi nyumbani. Unajua sasa hii mali lazima mpiganie. Na kama tumejua njia ya kufanya yeye afanye maendeleo ni kumwambia hapana situpitie njia hiyo. Nyinyi mchanuke. Mchanuke. So mfanye kampeni ya amani, mpendane. Na nataka kuuliza jamii ya Wakalenjin na Wakikuyu mpendane. Sisi katika jamii zote mbili hatuna issues with any other. Sisi Wakikuyu tulipigia William Ruto kura kwa mapenzi. Tukampatia kura zetu zote. Na Uhuru Kenyatta alikuwa ametuambia tusimpatie. Tukampatia kwa roho safi. Hakupatia sisi chochote. Kufika mbele amenyeta, ametusaliti, ametuhangaisha, ametugeuka. Lakini hatuwezi laumu jamii ya Wakalenjin. Sisi tulipiga kura pamoja. Na mimi naomba kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu hata hii uchaguzi ijayo jamii ya Wakalenjin mkubali munipigie kura nikuwe rais wa Jamhuri ya Kenya.